Karibu sana wana JTM na kukaribisha kwenye ibada ya Jumapili hii. Hii Jumapili itakuwa ni Jumapili ya kupambana na maroho ambazo zinafunga ndoa. Ni ibada ya kudedicate ndoa Jumapili hii, na kwa hivyo popote unanitazama na kuletea tangazo ili ujue vile tumepanga kuhusu dedication of marriage na kwa ajili ya kufanya tambiko kuhusu ndoa. Na katika familia zetu kuna watu wengi wamepitishwa katika matambiko mbalimbali. Matambiko ni zile sacrifice ambazo zinaunganisha watu na mizimu ama mashetani. Kwa hivyo katika Jumapili hii tutafanya tambiko speciali kwa ajili ya kufungua ndoa, kwa ajili ya kufungua biashara, kwa ajili ya kufungua kazi. Kuna watu napoongea hivi, wengine walipelekwa kule Tanzania wakaambiwa ili waweze kubarikiwa lazima walale katika jeneza, lazima walale katika kaburi. Wengine wakalala siku 2, wengine siku 5, wengine wiki moja, na hizi zilikuwa tambiko, na baada ya hiyo wanafanya kafala. Na kuna watu wengine waliitwa katika jamii na wakachinja mnyama, kwa mfano kondoo. Baada ya kuchinja mnyama kama kondoo, wanakanyagisha watu madamu na zile vitu ambazo zinatoka katika kondoo, na hizi zinaitwa tambiko. Wengine walifanyiwa tambiko kwamba ili wafaulu katika ndoa, wafaulu katika kazi, wafaulu katika jamii fulani ama katika jambo fulani, walichinja mnyama. Baada ya hiyo wakamwaga damu kwenye milango ya kupitia. Kwa sababu ya hiyo unakuta kwamba maisha ya watu haiendi vizuri. Baada ya kufanya utambiko, ulikuwa unatarajia kwamba utapata kazi, utapata ndoa, utapata biashara, yani utaenda mbali, lakini hizi tambiko zilikuharibia maisha. Kuna wengine walienda kwa mchawi akasema lazima kwanza nilale na wewe, ama walienda kwa nabii wa uongo. Nabii angasema toa nguo, lazima nikusafishe mwili yote, lazima niwekelee kioo mahali fulani, ndipo sasa uweze kufaulu, ama ndio hii sacrifice, ama ndio hii kitu ambacho unataka ukaweze kufaulu, ama kupata mtoto, iwe ni kazi, iwe ni ndoa. Yani hizi ni vitu watu hupitia kila siku. Kwa sababu ya hii maisha yako haiko sawa. Kuna wengine walifanyiwa tambiko bila kujua, walipata mimba, na huyo mtu akakuambia kwamba lazima utoe hii mimba kwa sababu yeye hataki mimba, lakini wewe ukuwa najua kwamba yeye alikuwa anatoa sacrifice, tambiko bila ukujua. Vile yule dada alifunguliwa siku ya Jumatano, anafanya dedication, anafanya church construction, anaomba, anafunga, yani anajaribu njia zote ili aweze kubarikiwa, lakini bado habarikiwi. Kwa sababu gani? Maana alifanyiwa tambiko bila kujua, mpaka ule devil worshiper ambaye alifanya hiyo kitendo anakuja kumuunganisha katika masikio. Kwa sababu ya hii ndoa yake haiko sawa, bwana amehama, amerudi kuishi na wazazi wake. Na hizi ni vitu ambazo sio za kawaida, na ambazo watu hupitia katika jamii. Kwa sababu ya hii watu wabarikiwi. Watu wanakuja kanisani wanaombewa, watu wanakuja kanisani wanafanywa deliverance, watu wanakuja kanisani wanatoa fungu la 10, wanafanya kazi kanisani, lakini bado wabarikiwi. Maana hakuna tambiko lishawahi fanywa ili kureverse na kuvunja zile tambiko zingine zote. Ili wana wa Israeli watoka katika nchi ya Misri, ilibidi Mungu aongoze katika tambiko, na ambapo walichinja mnyama, wakachoma, wakakula, na ndipo wakakelea katika milango. Baada ya kukelea katika milango, malaika alikuja usiku na akaweza kupita, na maadui wakaisha, kukawa na vifo ya firstborn. Baada ya hiyo wana wa Israeli walitoka katika nchi ya Misri. So kuna watu ambao wako katika nchi ya Misri maana hawajafanyiwa tambiko. Nataka Jumapili hii kukufanyia tambiko. Hili tambiko litakuwa leo kutoa Misri ili uweze uenda Kanani. Kuna tambiko wazazi wako walifanyiwa, na wewe unateseka bila kujua. Vile Biblia inasema kwamba baba zetu walitenda dhambi na hawako tena, lakini sisi bado tunateseka mateso yao, tunateseka shida zao, kwa sababu walifanya tambiko bila kujua. Na baada ya hiyo hao walikufa hawako, lakini kwa sababu hizi matambiko ambazo zilifanywa bila wewe kujua, ndio maana wewe unapitia shida nyingi, ndio maana uende mbali. Na ndio maana Jumapili hii nimejiandaa kwa ajili ya tambiko. Mungu atakufungua, Mungu atakubariki, ndio utaelewa. Unajua, angalia deliverance inaenda kukuwekea moja.
ili uelewe kile kinaitwa tambiko, yani inaitwa covenant sacrifice, ambayo ilifanywa kwa ajili ya huyu dada, na kwa sababu ya hiyo maisha yake iliharibika. Kwa hivyo na kukaribisha kwa hii deliverance, ujionee mwenyewe kile kinaitwa tambiko. Ni sacrifice ambayo inatolewa kwa sababu ya fulani. Ni kitu ambacho ina affect maisha ya mtu vizazi na vizazi. So there is something I want to ask you. Don't be ashamed, because the purpose of people who want to understand. Amen. When you are in Form 2, Yes. something happened. Yes, something happened. I had an affair with another boyfriend. Lakini tukaendelea hivyo, nikapata mimba ikiwa sijui 1 month. Kaniambia hawezi, so nitoe. Ukatoa. Nikatoa. Sasa kutoka siku hiyo huyo boyfriend akaenda na mimi nikaenda zangu. Kutoka saa hiyo sijaimuona. Sasa alikuja Saida nikuwa Saudi. Akakuja akaanza kuniongelesha. The same man. After how many years? About 25 or 20 years. 20 years. Imagine akakuja Saudi akanitoa kwenye nyumba mzuri, nilikuwa nalipwa vizuri. Unamaanisha nini alikutoa? Ni yeye anaongeanga ndani yangu. Alikuja akasema he is a priest. I never knew, because mimi sijaiona mtu akiongelesha mtu. Juu yeye anaongelesha tu kisikia. Ananiongelesha vizuri. Anaongea na wewe hivi. Hivyo akaniambia mimi nimetumwa, naonanga watu wale wako Saudi na watoa kule nyumba zile wanafanywa sacrifice. So toka kwenye hii nyumba juu watu wameanza wanataka kufanyia sacrifice. Sasa wewe ukatoka. Sasa akaniambia nitoke. Sasa hata nilitoka kitu saa 1 ya usiku. Nikazurura Saudi yote, akasijui alinifanya nini. Juu nilikuwa kama mwenda wazimu. Watu wa huko wakaona mimi ni mwenda wazimu. Wakaniambia enda Kenya. Juu walikuwa nakuja kuomba. Sasa ndivyo nikatoka nikakuja huko. Na wewe umeoleka? Mimi olewa na bwana yangu. Sijui anamfanya nini, anachukuanga mawazo ako kwao. Kwa mother-in-law. You know why you allow demons to speak, and also people to physically confirm what demons have been speaking, so that when we tell people these covenants are there and these covenants are affecting people's lives, they are real and they speak for years and generations to come. And this lady, if she will not be serious and break these covenants will eat even her generation to the 4th generation, because she entered into a covenant with a devil worshipper unknowingly, and the devil worshipper using the sacrifice that this lady gave herself, which was her own blood, through abortion. The covenant that is living and affecting her 25 years later. Kuna vitu zingine mtu anafanya bila kujua mwenyewe. You will live to say every lady is bad, because you are in the 3rd, you are in the 4th marriage, and it is still not working. To a point you have gave up and you are saying, let me live alone. No sir. Address the errors you made. Go back to the covenants and break them, and make the right covenant. You are a lady, you are saying delay spirit and marrying and remarrying. No madam. Go back. Check very well. Covenants that you made, promises you have been making, they are the things that are eating you. It is time for you to say enough is enough. Like now you see her, she has been complaining about the husband. In fact, you have been seeing the mother-in-law to be very evil. Yes, because he is keeping him. Yeah, because unaona kwa nini mama hawezi ambia kijana arudi kwa nyumba. And you are seeing like the mother-in-law is not helping you. In fact, not just the mother-in-law. You are seeing like the husband's family are evil. Yes. You are living with bitterness with them. Yes. Forgive them. And remove them in your heart. Amen. Because they are also fighting things they don't know. I want you to break altars. Altars are the root cause of everything. They are the foundations of every problem. Amen. And God will speak and make a right covenant with you. Amen. And the enemy will have nothing against you. He'll have no legal binding with you. We serve a covenant-keeping God. Amen. A faithful God. Amen. A merciful God. Amen. And today He has set you free. Amen. I stand here today as a servant of God, and I cover you from the sole of your feet
to the crown of your head, I cover with the blood of Jesus. You will not hear those evil voices from today. Let the power of God take over in your life. Umeona vile huyo dada ameteseka? Umeona amefanywa deliverance? Sio mara moja. Anakuja kanisani. Na sasa umeona vile amefanywa deliverance. Kile umeona pale, ndio maana nakuambia Jumapili hii nimeandaa tambiko. Njoo kama umejiandaa kwa ajili ya hili tambiko, ili ufunguliwe, ili ubarikiwe, uende mbali. Njoo na rafiki, njoo na familia, njoo na jamii yako, njoo na marafiki zako, na Mungu atakubariki. Ndio maana tunasema JTM is always more fire. Amen.